Kwanza nianze kwa kujitambulisha. Kwa majina naitwa Sheikh Salum, kwa jina la ukoo naitwa Doto Ngasa Ngerela. Ni mkazi wa mkoa wa Shinyanga, sehemu inaitwa Ibadakuri. Kazi hii ya uganga na muda nayo. Hii kazi nimeachiwa na baba yangu. Baba yangu alikuwa ni mganga wa tiba za asili. Alikuwa anaitwa Dolilo Walum Jilala. Alikuwa anatibu. Baadaye mzee akaanza kunifundisha hii kazi. Ilikuwa mwaka 2001. Akaanza kunifundisha kazi ya uganga, namna ya kutibu watu. Nikaendelea nami na zoezi hilo nikiwa na baba yangu, nikawa namsaidia majambo mbalimbali mpaka ilifikia akafariki. Ndo kazi yangu nilitoa kwa baba. Kwanza kazi ya uganga ni kazi ambayo ni ya, tuseme ni ya mizimu. Kwa sisi Wasukuma tunasema masamva. Hii kazi ya mzimu sio kwamba kila mtu anaweza kaitumia. Inategemeana mizimu ambaye itamtaka kwamba huyu afanye kazi, ndo yule ambaye ataachiwa, au kulisi atalisi yeye. Mimi napenda kutoa wito kwa watu wote wanaotufuatilia sisi watu wataalamu tunaotoa tiba za asili. Kwa kweli watu hapa kwangu pale kuna watu wengi sana wamekuja wanalalamika kwamba wamefanywa utapeli, anaambiwa kwamba leta kiasi fulani. Mtu masikini anaambiwa leta 1.5 au 2 milioni. Wapo kimfano, kuna jamaa kutoka pale Mbeya, mwingine kutoka Zanzibari pale. Walikuja walielezea masuala haya, na ndugu yetu mmoja kutoka Zambia yeye aliambiwa na mtu kwamba kuna mzee anayetoa ndagu za ukweli, pia kabila lake ni Usukuma, yupo Shinyanga. Alipokuja nyumbani akakuta baba amefariki, ikabidi nimshughulikie mimi, na kanieleza kwamba nishawahi kuingia Tanzania pia pale Dar es Salaam, sio mara 2 au mara 3, zaidi ya mara 5. Lakini kila nikienda unaambia kwamba leta 1.5 milioni nikupe utajiri. Sasa mimi ndazungumzia hilo kwamba mtu ambaye anatoa utajiri wa uhakika ni wa ukweli, hawezi akakwambia gharama kubwa kabla hujafanikiwa. Ukitaka kujua mtu mkweli, ukifanikiwa ndo utatoa gharama kubwa, na hiyo gharama itategemeana na mafanikio yako. Sio kwamba mara ya kwanza bado hujafanikiwa mtu akwambie kwamba toa 2 milioni, 1.5 milioni, 3. Huo ni uongo mzee. Yaani kikubwa kazi hii tangia mababu zetu ilikuwa kama ni ahadi kwamba mtu anayepewa ndagu, mtu anayepewa utajiri, kabla hajafanikiwa hakuna gharama yoyote kubwa kama hiyo. Napenda kuwapa pole ndugu zangu wote mlioibiwa mtandaoni, mkaambiwa mamilioni lakini hamkufanikiwa. Wengi pale nyumbani wamekuja wamesema kwamba niliambiwa ukaite kiumbe uonane nacho, uelezee matatizo yako, na waliita kiumbe lakini hawakufanikiwa, hawakuonana na kiumbe. Walikuja pale wakaelezea, walipofika kwangu walitarajia kwamba na hapa tutaambiwa milioni kuendelea. Lakini mimi mzee napenda kusema sana ukweli, kwa sababu hii kazi ya uganga, waganga wengi sasa tumeharibiwa na watu watabeli wenye mtandaoni. Unaweza kusema kwamba hakuna mganga mkweli anayeongea ukweli, kwa sababu matabeli wamekuwa wengi. Anakuambia leta 3 milioni. Kimfano unatoa 3 milioni. Kama wewe mzee una 3 milioni, si tayari ni tajiri? Pia ni yule ambaye anaweza kukupa utajiri, anakuambia leta 3 milioni, umpe yeye mganga 3 milioni kabla hujafanikiwa. Ukiferi pale anakuambia kwamba umekosea masharti, inatakiwa afanya hivi na hivi. Baadaye wengine wanachukua pesa za watu, baadaye hawapokei simu. Kwa hiyo mpaka saa hizi malalamiko hayo watu wengi wameyaeleza kwangu, wanasema kwamba utapeli umezidi. Kuna ndugu zetu wanaibiwa kupitia masuala haya ya majini, lakini mimi nadhibitisha kwamba majini wapo, lakini wanaotoa pesa sio kwamba
kuna kazi kwamba inahitaji milioni 3, milioni 1, milioni ngapi ndio ifanywe. Kazi yote mganga anaweza kafanya hata kwa shilingi 1. Mimi utaratibu wangu sina uwezo wa kukwambia kwamba utoe pesa kabla hujafanikiwa. Mimi nitakupa maelekezo kwamba nenda ukafanye na hivi na hivi. Ukifanikiwa hata uende mazima ni wewe tu. Itakuwa roho yako. Ukitaka kwamba nirudi nikatoa shukrani ni wewe. Lakini ukisema kwamba niende mazima, hilo na wewe, hilo nalo ni wewe. Mimi natibu kwanza, shukrani baadaye ukifanikiwa. Baba alikuwa ananifundisha kabla hajafariki, na nilikuwa namsaidia kutibu watu mbalimbali waliokuja pale nyumbani. Baba alipofariki, akaniachia hii kazi. Nikaianza mpaka leo hii natibu kwa kupitia kazi niliachiwa na baba yangu. Baba alikuwa anatibu watu ambao ni wafanya-biashara, alikuwa anatoa ndagu. Yeye alikuwa ni mtu wa kutibu watu wazima, sio kwamba alikuwa anatibu watu wa magonjwa. Na mimi siwezi nikasema uongo kwamba kuna magonjwa ambayo nayatibia, magonjwa ya mtu ambaye anaumwa. Utaalamu wangu umelenga sehemu ambayo mtu anayehitaji kwamba anahitaji mvuto wa biashara, anahitaji ndagu, anahitaji mambo mengine tofauti na magonjwa. Ndo hayo nayaweza, sio kwamba kutibu mtu anaumwa. Labda awe mtu ambaye anatafuta mtoto, huyo yawezekana na mtibu, lakini asilimia kubwa mimi natibu watu ambao wanahitaji mafanikio. Matabibu wale waongo wanaojiita ni waganga, uelewe kwamba wale ambao wanaongelea masuala ya kutibu watu wapo mtabaka mbili. Kuna wale ambao wanajifanya waganga, kuna wengine wanajifanya walimu, wanafundisha namna ya kuita majini, kuna namna ya kupewa pesa za majini. Kwa hiyo hao mimi nitasema kwamba nizibidishe kwanza majini ni kweli wanatoa pesa, lakini sio kwamba kwa njia ambayo inaoelezwa mtandaoni kwamba kuna namna kwamba ukifanya unaweza kaonana na jini, akakupa mahitaji yako unayohitaji. Kila mtu anayehitaji mahitaji anatakiwa aonane na jini. Hilo kwangu tangini anze hii kazi, na hata baba yangu alikuwa anatibu watu na alikuwa anatoa ndagu hizo, lakini sijawahi kuona mtu ambaye amekuja kutibiwa akaambia kwamba fanya hivi na hivi uite ili uonane na jini akupe utajiri. Utajiri inatakiwa wewe mganga ndio unatakiwa kumpea mtu utajiri. Mtandaoni huwa naona wanatabiri mambo, wanasema kwamba fanya hivi na hivi, wanazungumzia masuala ya pesa za majini, kila mtu anaweza kaita jini. Hilo kwangu, kwa uelewa wangu, halipo, kwa sababu hii kazi ya uganga kwanza ni kazi ya mizimu, na inatakiwa kuonana na kiumbe. Inatakiwa mizimu yako ya ukoo wenu iwe imelizia kufanya iko kitu na uwe mganga, sio kwamba kila mtu. Majini wapo wanaotoa pesa, majini wapo wanaoharibu watu, lakini sio kwamba virahisi. Yaani inatakiwa wewe mganga ndio ushughulikie hilo jambo. Yeye utampa mwongozo kama mwongozo kwamba fanya hiki na hiki ili upate kufanikiwa, sio kwamba kila mtu anaweza kaonana na jini. Ila mimi wale ambao niliowatibia kwa sasa siwezi nikawataja kwamba ni kina nani na kina nani, lakini kwa idadi wapo wengi. Lakini watu huwa hii kazi sio kwamba kila mtu unaonyesha maajabu yako unafanya nini, lakini wapo watu wanaoonyesha lakini sio ukweli. Yaani mtu mkweli uwezi kwamba hata wewe uwezi ukaelezea mambo yako kina zaidi kwamba mimi nilienda sehemu fulani nikafanikiwa kwa mtu fulani. Hiyo itakuwa ni siri yako mwenyewe, na hivyo wapo watu wanaofanikiwa, lakini siwezi nikawataja majina. Lakini mafanikio yapo. Mimi nawaheshimu sana watu wanaokuja kutibiwa, maana kazi hii tangie baba akiwa hai watu walikuwa wanajaa nyumbani kwetu wanafanyiwa tiba, na baba mwenyewe alikuwa anasema kwamba mwanangu, usifanye kazi ya kubabaisha, ya kutapeli watu.
mfanyie mtu kazi ambayo unaiweza, sio kwamba mfanyie hii na umwambie kwamba hii naiweza lakini huiwezi. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu akanijalia ukweli. Kwa hiyo mimi sijalaumiwa kwenye swala la utapeli, kwa sababu hapa mwanzo nimeeleza kwamba kazi yangu sina uwezo wa kutibu hata mtu anayeumwa. Mimi kazi yangu ni kutoa utajiri kwa watu, lakini kwa masharti maalum, mpaka niangalie kwanza kwamba hapa tutafanikiwa, au kuna watu mwingine anaweza akaja anatarajia kwamba umpe njia na mla anayoitaka mwenyewe. Sasa ukiangalia unaweza ukaona kwamba hii njia haimpi nani mafanikio. Kwa hiyo inatakiwa uangalie kwamba kuna njia gani ambayo itamsaidia. Kwa hiyo mimi sina kazi ya kufanya kwamba mtu apate kuonana na jini yeye mwenyewe, namfanyia mimi kazi yake. Nikiona kwamba imekaa vizuri namkabidhi kitu kwamba nenda ukafanya hivi na hivi. Nikiona kwamba hili haliwezekani namwambia ukweli kwamba hili haliwezekani. Mimi nimsema ukweli, naloliweza nitakwambia, kama siwezi nitakwambia. Anayehitaji kuniona kwanza anaweza akanipata kwenye namba ya WhatsApp, anaweza akanipata kwenye mawasiliano ya kawaida. Namba ya WhatsApp ni 0779292261. Namba ya kawaida ni 0788522817. Kwenye namba hizo napatikana kwa muda wote, unaweza kanipata. Kwa hiyo ndakumbusha kitu kimoja, mimi muda mwingi nakuaga bize. Kwa mawasiliano yangu unaweza ukanipata kuanzia saa 9 mpaka saa 4 usiku. Unaweza ukapata mawasiliano ya kuongea. Pili, hadi ufanikiwe. Ukifanikiwa itakuwa shukrani yako. Kwanza nianze kwa kupongeza serikali. Kuna majukumu mbalimbali inayotekeleza kuhusu huu utapeli, na pia serikali inaendeleza kazi ya kutoa ufafanuzi kwamba watapeli mtandaoni wamezidi, kuna waganga watapeli, na inatoa ushauri kwa wananchi. Serikali yangu nitaiomba kitu kimoja, hilo swala iendeleze, maana watu wengi wanaibiwa pale mtandaoni, wanaibiwa na waganga watapeli waongo, hawajui lolote. Nakwambia kwamba mimi naweza hili na hili, la kumbe hawezi. Kwa hiyo serikali yangu ndaishauri iendelee na hiyo kazi ya kudhibiti maovu, maana wananchi wanaibiwa pesa zao, wanaumia, na waganga wao hawajulikani kwamba akimuibia huyu anaweza akabadilisha sehemu akaenda kwingine. Kwa hiyo akaendelea na vile kuibia watu. Serikali naiomba iendelee na zoezi la kusaka matapeli waganga. Tawashauri kitu kimoja, wananchi wasiwe watu wa kukurubuka. Unaweza ukaona mtu anatoa maelezo yake, anazungumzia mtandaoni kwamba mimi naweza hili na hili, pasipo kuchunguza. Maana kuna maongezi mengine waganga, unaweza hata sio mganga, mtu yoyote unaweza ukampigia simu ukamsikiliza maelekezo yake, au kabla hujampigia simu, kabla anaeleza pale mtandaoni, kuna maneno ambao utaifasi kwanza kichwani kwamba hapa ni ukweli au ni uongo. Inatakiwa uchunguze, utambue kwamba huu ni ukweli au ni uongo, kwa sababu ukiwa mtu mzima, kitu ambacho kinaongelewa cha ukweli unaweza ukatambua kwamba hapa ni ukweli au ni uongo. Kwa hiyo inatakiwa wananchi nao wajilinde wao, kabla serikali ijawalinda, na wao wajilinde pia. Inatakiwa nao wawe kwanza na subira, wawe na taratibu wa kuangalia kwamba hiki kinachoongelewa ni kweli au la, mambo ya mtandaoni, au mtu anatafuta naye utajiri. Mfano, unaenda kutafuta utajiri kwa mganga, unaambia kwamba ukalete milioni 2, milioni 3 ili nikupatia utajiri. Unaweza kujiuliza, yeye ndo anayetoa utajiri, kwa nini sasa anahitaji milioni 3 ndo anipatie mimi? Shituka kwanza. Unaweza kujiuliza, hapa Tanzania na nje ya nchi tupo watu wengi. Kuna watu ambao wakisikia matangazo ya mganga anaweza kafuatilia, mtu anasumbuka na matatizo. Sasa jiulize,
wewe peke yako anakuambia milioni 3. Sasa unajiuliza, huyo mtu ana uwezo wa kutatua matatizo au ana uwezo wa yani badala ya kukuinua anakukandamiza? Kwa hiyo waganga saizi wa kweli wamekuwa ni wachache. Mimi nitaendelea kuhamasisha jambo kwa watu ambao mnatafuta utajiri. Inatakiwa muwe watu ambao mnasubira, msiwe mnakurubuka, kwa sababu ukijaribu kuangalia dunia hii ya sasa, hasa nchi yetu ya Tanzania, waganga ni wengi, waganga wa kweli wamekosekana. Unaweza kujiuliza, mganga mmoja anakuambia kwamba anaweza wa kutibu matatizo yote duniani. Huo ni uongo. Kwanza madaktari wenyewe hospitali, kuna madaktari wanaotibu kichwa, kuna madaktari wanaotibu miguu. Kwa hiyo kila daktari na kazi yake. Usiseme kwamba mimi naweza wa kutibu magonjwa yote, kila shida naweza nikaitibu, naweza nikatoa ndagu, naweza nikatoa nini, naweza nikapeleka mtu akafanikiwa kwenye njia ya madini, naweza nikamponyesha mtu magonjwa yoyote. Kwa hiyo na hilo nalo inatakiwa wananchi walitambue kwamba sio kweli mganga anayetibu magonjwa hawezi akakusaidia kwenye swala la mafanikio. Mganga anayetibu mafanikio, anayekuongoza kupata mafanikio, hawezi akakutibu kwenye swala la ugonjwa. Katika elimu ya uganga, sio kwamba elimu ya mafundisho, hiyo ni elimu ya mizimu. Na ukiangalia mtandaoni, kuna watu wanaosema kwamba mimi na uwezo wa kutibu magonjwa mbalimbali, lakini ukiangalia sura yake na jinsi alivyo, sio kwamba ni mtu wanaweza katabiri chochote. Wapo wanaosema kwamba ana uwezo wa kutapiri, lakini ni waongo. Watu wengi saizi imekuwa uganga ni sehemu ya kufanyia biashara. Tangie enzi za mababu, enzi za mabibi, mtu kabla hujafanikiwa hawezi ukatoa gharama kubwa, lakini unaambiwa kwamba toa kiasi fulani cha kuanzia ulichonacho, hata 1000. Hiyo inatosha kutibu kazi yako. Ukifanikiwa ndo utapeleka. Kwa hiyo kwa ushauri wangu mimi nitaishia pale. Kwa ndugu zangu wananchi wa Tanzania na wale ambao wapo nje ya nchi, nawaomba mwe watu waangalifu wa kuangalia waganga wa ukweli na watapeli, mwatambue. Kwa hiyo na baada ya kusema hayo, ndugu zangu, nawapenda sana, nawatakia heri. Karibuni sana Tanzania, karibuni sana Shinyanga Ibadakuli.